Mimi kwa niaba ya 4A9 na wafanyakazi wenzangu wote tumepokea salamu za kifo za mwanachuoni huyo kwa unyonge wa hali ya juu, kwa masikitiko makubwa. Wajibu wetu tuliobaki ni kuendelea kumwombea, kuendelea kumtolea sadaka na kuendelea kushukuru kwa mchango wake kwetu sisi kama timu ya 4A9, na kamwe hatutomsahau. Huwa na kawaida ya kila mwaka tunafanya dua kuwaombea wenzetu waliotutoka au waliotuacha kwenda mbele ya haki, kuwaombea Mungu awaweke mahala pema peponi kutokana na mchango wao kwao wa kutulea. Leo ingekuwa si Shehe Mayunga, kipindi kile tunahangaika kutafuta wafadhili na wahisani, bado tungekuwa na safari ngumu ya kuthibitisha ushuhuda. Ule ushahidi ndio umetufanya leo T.R. Msigwa kuwa huyu aliyokuwa leo. Kwa hiyo niwashukuru wazee wangu wote waliotangulia mbele ya haki kwa mchango wao, kwa msaada wao kwetu sisi watu wa 4A9. Kwa hiyo usifikiri utaiangusha 4A9 kwa urahisi huo unaodhani wewe. Ukifikiri hivyo unafikiri makosa sana. Nachotaka kuambia, tumepata msiba mzito wa kuondokewa na mtu ambaye alitujali, alituthamini kwa mapenzi yake kwetu na kutusaidia kutokana na kile tunachokifanya, na kupata ushahidi uliofanya hata Ikulu ya Tanzania wakati wametwita wakabaki kinywa wazi. Kilichobaki ni roho mbaya tu, ndio kilichowasibu baadhi ya watu wanaojiita maprofesa, walikula hela zetu walizopewa na rais fulani wakati huo ili tufanikiwe. Wakala wakadhani tutakwama, lakini watu waliokuwa karibu na kufanya kazi za Mungu akiwemo Mayunga walisimama kidete kutuombea, na hatimaye leo 4A9 imekuwa ni msaada dunia nzima, si Tanzania peke yake. Leo napokea wageni kutoka kila kona, ni kwa sababu ya watu wenye nia safi, wenye mapenzi ya dhati kwa 4A9. Mungu katuachia huyu Shihabu, ndo bado tuko naye. Ni mtu ambaye hutoa mawaidha mazuri au ushauri mzuri kwetu. Kama Uzanzibari hujampanda kichwani, kuzungumza vizuri na tunapata mawili matatu kutoka kwake. Kwa hiyo mwaka jana tumempoteza rafiki yetu mwingine, leo tumempoteza mwanachuoni ambaye alikuwa akitoa mchango wake, akithamini 4A9, akitutembelea. Alikuwa hawatembelei matajiri, hawatembelei wenye vyeo, lakini akiinua mguu wake akija ofisini kwangu na akiniombea, lengo tusimame imara ili tuweze kuwasaidia wengi ambao wana matatizo. Kwa hiyo nachoweza kusema, tuko kwenye msiba mzito. Wajibu wetu kumwombea, wajibu wetu kukumbuka wema aliyotufanyia na kuthamini kile alichotuagiza tukifanye, na kikubwa ni kutenda haki na kufikiri kwa kina na kuwasaidia watu ambao wana changamoto na wanahitaji msaada. Nimeyasema haya, tunamuomba Mungu amweke mahala pema Shehe Mayunga, na tutaendelea kumwombea, na mwezi wa 3 Mungu akitupa uhai tutafanya dua kubwa, tutaita watu wengi ili kumwombea Shehe Mayunga. Mwenyezi Mungu aendelee kumweka mahala pema peponi.